Bila shaka nataka tuelekee Kakamega kuzungumza naye Bernard Lusegi ambaye yuko ange katika eneo lile jiji la Kakamega kutufahamisha kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yamekuwa yakijiri. Lakini leo hii tutakuwa tukiweka msingi kwenye masuala ya mvua ambazo zinatarajiwa kunyesha humu nchini. Je, mvua hizi zinazonyesha zitadumu kwa muda mrefu, lakini pia zinapokuja kwa kiwango kikubwa wakazi wamejitayarisha vipi? Lusegi, hususan tunafahamu eneo hilo la Kakamega ni moja ya maeneo ambayo hushuhudia mvua nyingi na ni eneo ambalo pia wenyeji ni wakulima wa masuala mbalimbali ya mimea tofauti. Je, watabadilisha mbegu msimu huu ama wanategemea zile ambazo zinategemea mvua za msimu? Naam, shukrani. Yeye jinsi ulivyosema ni ukweli kabisa. Eneo hili la magharibi ni eneo ambalo linatambulika kwa ile hali ya kilimo, na hivyo basi pia ikumbukwe eneo hili ni eneo ambalo lina ama ule msitu wa Kakamega ambao huwa kwa wakati mwingi unavuta mvua. Na ikumbukwe hapo jana wakati ambapo idara ya hali ya hewa nchini ilisema kwamba au kutabiri kwamba huenda kukawa na ile mvua kubwa ambayo itakuwa ikinyesha au kunyesha kuanzia tarehe ngapi? Tarehe 4 hadi tarehe 9. Na hivyo basi hapo jana au usiku wa kuamkia leo kaunti ya Kakamega imeweza kushuhudia mvua kubwa usiku wa kuamkia hii leo. Na hivyo basi hiyo idara ya hali ya hewa ikaanza kutoa tahadhari kwa Wakenya na pia madereva kwa uangalifu njiani. Na hivyo basi leo hii eneo hili la magharibi si geni kwa swala la janga la mafuriko, ikizingatiwa eneo la Budalangi ama eneo bunge la Budalangi kule kaunti ya Busia, tukienda kaunti ya Trans Nzoia, hapa kaunti ya Kakamega haswa eneo la Malava ambapo kuna maporomoko ya ardhi. Ukienda pia eneo ama kaunti ya Vihiga pia huwa inashuhudia maporomoko ya udongo. Na hivyo basi leo hii nimeweza kujumuika na wakazi wa kaunti ya Kakamega waweza kutueleza ni jinsi vipi wameweza kujipanga na wanahisi pia msimu wa mvua huanza mwezi wa Machi hadi mwezi wa Mei. Na hivyo basi wakati huu ni msimu pia wa upanzi. Kwa hivyo sasa tutaka tuweze kujua kutoka kwao wameweza kujipanga vipi, na serikali pia kutokana ama maoni yao wanahisi vipi serikali imeweza kujipanga labda kuweza kukabili tahadhari yote au janga lote litakalotokana na mvua hii nyingi ya siku chache. Ndugu, karibu, tuelezee jina lako na utuelezee labda kama mkazi unahisi usalama wako uko unahisi uko salama wakati huu wa mvua kubwa? Asante sana. Kwanza kwa majina naitwa Victor Bednego Selo, ni kwa mkaji wa Malemba, Shirore Ward, Rambi Sub County, Kakamega County. Mimi nahisi ya kwamba tuko salama, hatuko salama kabisa, maana mvua inanyesha zaidi na ukiangalia barabara zetu ni mbovu. Barabara sehemu zingine zilijengwa, lakini ukiangalia zile sehemu ya kupitishia maji zimekuwa na blockage kubwa sana. So mvua ikinyesha inaingia katika vijijini, inaingia katika manyumba, sehemu nyingine hapo awali kulifukua hata paka makaburi. So tunaweza kuomba tu serikali ama county iweze kuangalia sana kwa makini hii msimu wa mvua na ijipange sawa, ifungue mitaro zote, sababu mitaro zenye ziko hapa zote ziko blockage na wafanyikazi ni wachache. Wengine pia tunajua kwamba sisi kama wakaaji wa Kakamega kulikuwa na location ambayo ilikuwa imewekwa zaidi ya milioni 200, na ukiangalia magari ambayo tunategemea kutusaidia kwa disaster management zenyewe zimefaili, hazifanyi kazi. Juzi kumekuwa na janga la moto hapa kwenye soko la Kakamega, lakini kulikuwa na gari ambayo za Kakamega County zilikuwa haziwezi kufanya kazi maana zimeharibika clutch na zingine tires zimeharibika. Ikakuwa kwamba tukodesha gari kutoka huko mbali Trans Nzoia huko Kabaras, na gari ilikuja kama moto imesha haribu mali za watu, ikakuwa imechelewa. So tunaomba tu ya kwamba county government hivi sasa wajipange, waweke vijana kwa mtaa wapatie kazi ili waweze kufukua hizo mitaro na barabara zidi kupanuliwa, na pia wazidi kuhakikisha kwamba zile barabara ambazo zimekuwa na mabonde zimekuwa maintained. Yeah. Ukizungumzia swala la usalama wa wakazi wa kaunti ya Kakamega, kuna ile swala la huu ni msimu wa upanzi na tunaona watu wanapanda mahindi na shughuli zingine. Labda unahisi mvua hii kubwa huenda ikaathiri au ikawa baraka kwa wakulima au huenda ikaathiri labda shughuli ya kilimo? Mvua hii kubwa kwa hakika itaadhiri shughuli kubwa sana
vilimo. Ya kwanza ni hiyo mafuriko. Mafuriko ikikuja, wajua itatoa mbegu kwenye mchanga ama itaribu ile mahindi ambayo imeanza kutoka. Ya pili ni upanzi. Kwa upanzi hapo unaweza sema ya kwamba ikikuja ni Mungu atusaidie, sababu hatuko well prepared. Hatujapata hata sensitization, hatujui ya kwamba wakaji wa Kakamega ama watu ambao wanaishi kwenye mtaa Kakamega wamefunzwa namna gani ambao wanaweza control ikiwa kama hizo panzi zinaweza kuja, ni njia gani wanaweza kuhakikisha kwamba wameziua. So bado tuko na shida kubwa, na tunaomba tunaomba wanasiasa wetu na all stakeholders washirikishe wananchi ili wajue jinsi ambao wanaweza control flood na vile wanaweza control panzi wakati inaweza kuwa imekuja. Yes. Ruhusu niweza pia kumpa fursa mwenzako songea. Labda ndugu, tuelezee jina lako na tuelezee ama mahala ambapo upo salama, na labda kama upo salama ama hauko salama, labda unahofia nini? Mimi kwa majina naitwa Msungu Ngaira, nikuwa mkaaji wa Kakamega. Mimi nahofia kwamba hatuko salama kabisa, kwa sababu saizi mvua inanyesha, na ukiangalia saizi vile mvua inanyesha, tayari watu wako katika mabwao huko Ikolomani, Rosterman wanachimba gold. Na wao unajua vizuri mvua ikuwa mingi, hao watu wakiingia kwa hizo maandaki kutafuta gold ni disaster in waiting. So sijaona mtu yote akiwafanyia sensitization kwamba hii wakati ya mvua mingi waweze kusitisha hiyo uchimbaji wa gold mpaka vile mvua itapungua. Ukienda huko watu wanafanya uchimbaji wa madini. Hiyo number 1. Number 2, mimi siishi hatuko salama. Na mimi nitalaumu county government kidogo. Wakati kiangazi ilikuwa hawako wanatengeneza barabara. Sasa hizi vile mvua imeanza kunyesha, wametengeneza hizo, wamelima hizo barabara, wameweka mara na imeunda matope sana. Sasa accessibility kwa village imekuwa ngumu sana. In case kutakuwa na disaster inahitaji gari zifike huko, zitagwama. So nafikiri hiyo coordination ya kutengeneza barabara it was poorly timed, kwa sababu wakati ya mvua ndio hao wameamua kulima barabara wakitengeneza, na unajua vizuri hii mambo ya kuweka earth road ukitengeneza wakati ya mvua inakuwa wasi hata kushinda hiyo wakati mwingine. So nafikiri hapo na hatuko sawa. Alafu kitu ya pili, mimi nakaa hapa, hizi mazima moto zetu ambazo ndio za disaster, hakuna moja inafanya kazi. Tukienda hapo tu, kwa sababu sisi tunakuanga hii town, vitu zimefanyika, tunaambiwa mazima moto haiko, na saa hizi mvua inanyesha. Kama hapa Ingolomosio kuna kuanga na maporomoko ya ardhi, niambie kifanyika saa hizi nani atatusaidia? Sasa itabidi tuombe tu Mwenyezi Mungu alete malaika ndio tuweze kunusurika katika hii disaster. Hiyo ndio mimi nafikiria. Alafu pia mimi nitasema hata kama tukikuwa tunahitaji ambulance, na hii Kakamega County ambulance haziko, kama ziko ni chache sana. So in case kama kutakuwa na emergency utajikuvia tu huko, kwa sababu gari ya kuja kukusaidia haiko. Kwa sababu sisi tunaambiwa tu zilitoka, tujui tulienda wapi. So tunataka wale ambao wenye wako kwa mamlaka saa hizi at least wahakikishie wananchi kwamba hii wako prepared, na kutuhakikishia na kumake availability ya hizo fire engine zifanye kazi, na kila sub county hospital iwe na ambulance. Hapo ndio mimi nafikiria. Haya ni maoni yake, ila wacha pia nimpe fursa mwenzake. Ndugu mwenzako ameweza kuzungumzia swala la miundo msingi, ameweza kuzungumzia swala la ukosefu wa uhamasisho kwa wenyeji au wakazi au Wakenya kwa ujumla kuhusu swala hili la mvua kubwa ama mvua ya masika. Labda ukiangalia idara ya utabiri wa hali ya hewa ni idara ambayo inatumia sayansi ama sayansi ile kutabiri hali ya anga. Labda unahisi pia inafeli kutoa mwelekeo mapema ama kuishauri serikali iweze kutoa hamasisho kwa wakazi? Kwa majina ni Bwana Juma Hassan, nikiwa mkazi wa gatuzi hili la Kakamega. Kwa kweli hali ya utabiri wa hali ya hewa, wataalamu wameweza kutoa tahadhari kwa Wakenya, na wakati mvua inakuwa mingi huwa kunatokea majangwa ambayo huwa yanaleta maafa katika jamii zetu. Unapata kuna mafuriko ambayo huwa maji yanazomba. Mahakama ya Juu mjini Kitale imeendelea kusikiza kesi